Lakini pia huko Mwanza tume imepata taarifa tukio la mauaji ya watu wapatao 13 lililodaiwa kutokea tarehe 31 Oktoba katika kibanda cha TV kilichopo eneo la Mji Mwema jijini Mwanza. Shahidi mmoja ambaye alijitambulisha kama mnusurika wa tukio hilo alieleza tume kupitia maelezo yake ya kiapo kwa tarehe 31 Oktoba watu wanaodhaniwa kuwa ni askari polisi walivamia kibanda hicho na kuwapiga risasi watu takriban 13, akiwamo yeye shahidi mwenyewe ambaye aliweza kunusurika na kutoroka. Na kwa jibu wa maelezo yake, pamoja naye kuna wapo watu wengine 2 walionusurika, ambapo mmoja alikuwa akipatiwa matibabu katika moja ya hospitali ya Mwanza na mwingine kijijini kwake. Hii pia ni moja ambalo tuhuma nzito ambayo inahitaji uchunguzi zaidi na tume imependekezwa. Mheshimiwa Rais, serikali ina wajibu kupitia jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, na inapotokea hali yoyote inaweza kuhatarisha usalama, serikali kupitia vyombo hivyo inapaswa kuchukua hatua stahiki ya kurejesha utulivu kwa mujibu wa sheria na miongozo. Pale ambapo hatua zilizochukuliwa zimesababisha madhara kwa raia kutokana na matumizi ya nguvu ya afisa au maafisa wa vyombo vya ulinzi na salama, basi upelelezi wa haraka uhuru kikamilifu unatakiwa ufanyike kwa mujibu wa miongozo yetu nchini, ya kikanda na kimataifa. Lengo ni kulinda amani ya wananchi kwa serikali na vyombo vyake ili kuhakikisha dosari hazijirudii. Hadidu za rejea nyingine ilikuwa ni utawala wa sheria na uwajibikaji. Lakini kuja nijenge daraja, Mheshimiwa Rais, katika hatua zilizochukuliwa na uwajibikaji ambayo nitalizungumzia sasa hivi. Tulivyosikia watu wengi walivyokuja mbele ya tume, nadhani ni matarajio ya wengi kwamba hii leo tume pia ingewasilisha kwako baada ya siku 153 na kuanika hadharani wahusika wakuu walopanga, waloratibu, walofadhili matukio ya ghasia. Kuna tegemeo hilo. Pia kuna tegemeo kwamba leo hii baada ya siku 153 waliokiuka haki ya uhai pia tungewatangaza. Hilo ni tegemeo la wengi, lakini hilo kwa maoni yetu tunaita ni sio la wakati, kwa mambo mawili matatu. Tume hii ni tume ya kutafuta hoja, fact finding. Tume ya kutafuta hoja, fact finding. Pili, mamlaka ya kushughulikia masuala ya jinai au madai zinabaki pale pale, hazikubadilishwa na tukio. Kwa hiyo mamlaka zile za uchunguzi zinaendelea pale pale. Kwa mfano, kuna mtu amenyongwa Mwanza wakati wa tukio. Hiyo ni jambo ambayo jeshi la polisi linashughulikia. Kwa hiyo vitu havisimami shauri ya tume. Kama uhalifu umetendeka, unaendelea. Lakini jingine, tume pia hizi zinakatazwa, na tume zote za kimataifa ni hivyo hivyo, kwamba huwezi kumtuhumu mtu
bila kumpa fursa ya kujibu dai. Kwa pamoja na watu kutajwa mbele ya tume, mpaka waitwe, wahojiwe, ili umpe haki yake. Usipompa haki yake, hiyo kesi yako ikienda mahakamani lazima itafutwa, kwa sababu sisi, tofauti na nchi nyingine, haki ya kumpa mtu kumsikiliza ni ya kikatiba, sio ya sheria. Kwa lazima kabla hujamhukumu, hujasema kwamba huyu anahusika. Kwa hiyo tume hizi hazihitaji jina. Lakini la mwisho ambalo watu wanataka kwamba matukio yote ya Tanzania, Mheshimiwa Rais, tuyaweke kwenye mizani moja. Tumesema matukio 202, eneo 202. Sasa eneo moja Kinondoni. Kinondoni kuna matokeo ngapi? Siku moja 29, wakati mmoja, saa moja, matukio 8. Matukio 8. Kwa hiyo maeneo tukisema 202, Bunda eneo moja, lakini ndani ya kuna maeneo mangapi? Ubungo eneo moja, kuna mambo mangapi? Kwa hiyo matukio ni mengi. Kwa hiyo huwezi kupima yote kwa Tanzania, kwa sababu wanataka watu tutoke kwamba nguvu iliyotumiwa ni ndogo au kubwa. Hii si kama bembea unapima nguvu kubwa, nguvu dogo. Hapana, kila tukio lipimwe. Kwa hiyo tukio la ghasia la matumizi ya silaha za moto, kwa mfano, lililosababisha kifo cha moto stendi ya shule Kibamba Ubungo, Dar es Salaam, na mazingira yake na yote yaliyotokea hapo siku hiyo, hayawezi kupimwa na ghasia zilizotokea na kusababisha kifo cha raia aliyepigwa risasi mtaa wa Kilimanjaro, Tegeta Ubungo, licha ya ghasia iliyotokea na kusababisha kifo cha raia Tegeta au Usalama Road, kaya ya Bunju Kinondoni, Dar es Salaam. Hivyo hivyo, haya yote huwezi kuyapima na ghasia iliyosababisha kifo cha mwanakijiji, kijiji cha Gitiro, Tarime, Mara. Kila mmoja ipime kadri ya tukio lilivyotoka na tuhuma zilizotolewa wakati huo. Kwa uhalali wa matumizi ya silaha za moto kwenye ghasia lazima zipimwe kuzingatia mazingira yaliokuwa kwenye tukio hilo wakati na muda huo, vitendo vya husika, uandani, namna vitendo hivyo vilivyopinzana, na kama sheria inavyotaka vipimwe kwa busara ya kawaida, kama alivyoiona askari alipokuwa kwenye tukio hilo akiwa kwenye eneo hilo. Kwa kama taarifa ya tume ilivyoeleza, matukio hayo yalikuwa mikoa 14, wilaya 43, maeneo 202. Kwa hiyo tume imepokea madai ya matumizi hayo mengi kupitia kiapo na kadhalika, lakini pia kutokana na hayo, kama nilivyosema, kuna pendekezo ya hatua hizo ambazo tunaomba kwa busara yake Mheshimiwa Rais aangalie uwezekano kuhusu mapendekezo ya kuendeleza kazi ya tume, kuhama kutoka uchunguzi ambao tunafanya kwenda kwenye upelelezi mahsusi wa matokeo mahsusi, ili sheria ichukue mkondo wake. Mheshimiwa Rais, nije mambo mawili ya mwisho ambayo ulituagiza tufanye. Moja ni swala kuangalia maridhiano na katiba mpya. Kwa hiyo kuhusu maridhiano na katiba mpya, tume imebaini yafuatayo. Mosi, matukio ya Oktoba 23 pamoja na changamoto ambazo zimekuwapo kwa muda mrefu vimesababisha nyufa na majeraha kwa taifa. Hivyo maridhiano na muafaka wa kitaifa ni hatua muhimu katika kuponya majeraha na kurejesha amani, kuaminiana, mshikamano na utengamano ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Maridhiano yanapaswa kuwa mtambuka ya kuimarisha nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi, ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho na kufikia muafaka wa kisiasa,
kukubaliana juu ya misingi mambo yanayohusu katiba mpya na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. Swala la maridhiano, Mheshimiwa Rais, halikuanzishwa na ghasia. Lilianzishwa kwa maoni ya wengi walioingia madarakani mwaka 2016 na falsafa ya 4R ambayo moja ni maridhiano. Kwa hiyo sio ghasia ndio zimeleta maridhiano, maridhiano ni muendelezo. Lakini la pili, kwa kuzingatia nafasi na taasisi za dini katika kulinda tunu ya amani na kujenga utengamano katika jamii, upo muhimu wa kufanyika majadiliano baina ya dini kama sehemu ya maridhiano ya kijamii. Hivyo majadiliano, maridhiano na muafaka miongoni mwa viongozi wa dini yataimarisha uelewano miongoni mwao na kukubaliana kuhusu mipaka kati ya dini na siasa katika utekelezaji wa majukumu yao, kisha mapendekezo yao kuwasilisha serikalini kwa hatua stahiki kwa ajili ya utulivu wa siasa na kijamii na kuepuka migongano katika siku zijazo. 3, maridhiano yatakayofanywa katika ngazi ya kitaifa yanapaswa kushuka ngazi za mamlaka za serikali za mitaa kwa kutumia mifumo ya utawala iliyopo kwenye wilaya, tarafa, kata na vijiji. Na 4, ili kuhakikisha mchakato wa maridhiano na muafaka wa kitaifa unafanikiwa na kusaidia kukwamua mikwamo iliyojitokeza, ni muhimu kuwa na baraza la ushauri la wazee lisilo rasmi, ili wazee wote washauri katika kutafuta changamoto na mivutano katika jamii na mambo mengine ya kitaifa. Mheshimiwa Rais, mwishoni tumependekeza mapendekezo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu kama utakavyoona inafaa. Tume inawasilisha mapendekezo mbalimbali yakiwemo ya muda mfupi, muda mrefu na muda wa kati. Kwa minajili ya wasilisho hili, naomba tu nieleze baadhi ya mapendekezo hayo, lakini hakuna pendekezo ambalo linapendekeza kuanzishwa kwa taasisi mpya. Mapendekezo ya muda mfupi. Baadhi ya mapendekezo: mosi, ni serikali kuweka utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba 25 wanapata huduma za matibabu bure, ikiwa ni pamoja na watakaohitaji vifaa saidizi na viungo bandia, prosthesis. La pili, serikali kutenga siku ya maombolezi ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania zaidi ya 500 waliofariki kwenye ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. 3, ni serikali iweke mkakati na kutengeneza rasilimali kwa ajili ya utoaji wa huduma za msaada wa kisaikolojia na kijamii, pamoja na kufanyika kwa tathmini ya haraka, rapid assessment, ya athari za kisaikolojia na kijamii katika maeneo yaliyoathirika na ghasia za Oktoba 25. 4, ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa mwaka 2020 na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ili kufika lengo la kupata katiba hiyo kabla 2029, serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalamu wa katiba ambayo itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, katiba pendekezo ya mwaka 2014, ripoti ya tume
na ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Baada ya kufanya mapitio hayo ya nyaraka ambayo itafanywa na hii kamati ya uandaaji wa katiba, kamati ya wataalam ipate maoni na michango ya wananchi. Tumebaini kuanzia 2014 mpaka hii leo kuna Watanzania zaidi 16 milioni 16 hawakushiriki katika mchakato wa mwaka 2014 kwa sababu walikuwa chini ya miaka 18. Kwa ndio umuhimu wa hii kamati ya wataalam kupata wadau, lakini kupata wadau au vijana kwenye kuchangia kwenye katiba na kuandaa rasimu ya katiba itakayopigiwa kura na wananchi, referendum. Ushauri mmoja ulitolewa na kiongozi wa dini ni kwamba katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira. Hiyo ndio ushauri wa kiongozi mkuu mmoja wa dini. 5, serikali iunde tume ya maridhiano ya muafaka kwa taifa kupitia mamlaka ya rais chini ya ibara 36 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo itakuwa shirikishi na itakayosimamia na kuongoza maridhiano katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi, ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho za muafaka wa kisiasa na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. 7, ni sambamba na tume ya maridhiano na muafaka ya kitaifa iunde baraza la wazee la washauri la kutumisha baadhi ya viongozi wakuu wastaafu pamoja na wazee wengine ili kutoka jamii kwa lengo ili kuwasaidia tume ya maridhiano pahali popote na saa yote watakavyohitajika. 3, ni sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itekelezwe kikamilifu kwa na pamoja na kuhakikisha kwa uteuzi wa mwenyekiti na wajumbe wa tume unafanya kwa kuzingatia sheria iliyorekebishwa mwaka 2024. Aidha, tume iruhusiwe kuajiri watumishi wake ili wawe na wajibu wa kusimamia shughuli za uchaguzi ingalau hadi ya jimbo. Katika ngazi za wasimamizi, wasaidizi na wasimamizi wa vituo, INEC iendelee kutumia watumishi wanaoajiriwa kwa muda, na hatua hii itaondoa malalamiko ya vyama vya siasa na wananchi kuhusu uhuru wa tume hiyo. 4, tume imebaini pia kwa yapo maeneo yenye viashiria vya jinai kama nilivyosema awali ambavyo vinahitaji kuangalia kuhusu uwajibikaji. Hivyo inapendekeza kwa kuunda kwa tume ya uchunguzi wa kijinai kufuatia matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa mujibu wa sheria ya tume ya uchunguzi, kwa mamlaka ambayo anayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tume hii itakuwa na jukumu kwanza la kupeleleza na kufuatilia masuala mahsusi yanayohitaji upelelezi zaidi ili kushughulikia tuhuma nilizoainisha hapa, lakini pia masuala mengine ni kubaini wahusika wakuu waliopanga, walioratibu, waliofadhili ghasia, mastermind, na pia kushughulikia masuala ya tatanishi ya vifo na pia maiti ambazo mpaka leo hazijulikani zilipo. 9, ni jeshi la polisi libuni na kutekeleza mkakati madhubuti wa kurejesha na kuimarisha mahusiano yake na jamii kwa manufaa ya ulinzi na usalama wa raia na nchi kwa ujumla kama ilivyopendekezwa na Tume ya Haki Jinai. Na 10, serikali na vyombo vya dola vitekeleze majukumu yake kwa namna inayoonyesha wazi kuzingatia mazingira ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Hatua hii italeta usawa katika uwanja wa ushindani na kuondoa malalamiko ya wadau wa siasa na wananchi kwa ujumla kuhusu kukosekana kwa demokrasia katika siasa za vyama vingi nchini. 11, maadili ya viongozi yasimamiwe kwa karibu, ikiwa ni pamoja na mitindo ya maisha ya baadhi yao na miiko ya utumishi wa umma ili kubaini na kudhibiti vitendo vilivyokabilika kama vile rushwa na ufisadi. La 11, sheria ya Baraza la Taifa la Vijana
sura 411 itekelezwe na baraza liundwe lianze kutumika kama jukwaa la maridhiano na hasa majadiliano na utatuzi wa masuala kuhusu vijana. Mapendekezo machache niongelee, Mheshimiwa Rais, kuhusu yale ya muda wa kati. Serikali imarisha mifumo ya uwajibikaji kuhakikisha watendaji wote hususan wa ngazi za kati na chini wanasikiliza na kushughulikia kero za wananchi kwa wakati na kuwajibika pale wanaposhindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na wanapokiuka sheria. Ili kutekeleza jukumu hilo kwa ufanisi, ni muhimu kuviwezesha vitengo vya ufuatiliaji na tathmini katika taasisi ambavyo kwa muundo wa sasa vinawajibika moja kwa moja kwa mkuu wa taasisi. Pili, serikali iendelee na iweke kipaumbele katika kutekeleza mapendekezo ya tume za vikosi mbalimbali ikiwemo ile ya mfumo wa haki jinai na vikosi kazi vingine. Serikali pia, pendekezo jingine, huimarisha mfumo wa ajira ili uwe wa ushindani na haki. Ingine, serikali imarisha usalama, ulinzi na ufuatiliaji katika maeneo ya mipaka hasa yenye vipenyo vingi ili kuzuia uharibifu na uingiaji nchini kiholela. Tano, serikali imarisha ulinzi shirikishi kupitia mamlaka ya serikali za mitaa kuwashirikisha wananchi, ikiwa ni pamoja na kurejesha mifumo ya nyumba kumi kisheria. Hatua hii itasaidia kubaini viashiria vya uhalifu na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Mathalan, ushahidi ulibaini kuwekwa kwa nyumba mbalimbali kwenye makazi ya watu zilizotumika kama makambi ya kuwahifadhi vijana walikuwa wanaandaliwa kwa kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya hasia. Hata hivyo, mafunzo ya ulinzi vyombo vya ulinzi hawakuweza kubaini kuhusu makambi hayo. Sita, ni kuwepo kwa mfumo madhubuti wa usimamizi wa fursa zinatolewa kwa vijana kama vile mikopo, ajira, ununuzi na ushiriki katika miradi ya serikali ili kuhakikisha kuwa vinatumiwa kwa kuzingatia sheria na utaratibu na hakuna upendeleo wala shinikizo ya kisiasa. La saba, ni serikali ifanye mapitio ya vipaumbele vya kibajeti na kupanua matumizi yasiyo lazima ili rasilimali zaidi zielekezwe kwenye eneo la uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambalo nadhani Mheshimiwa Rais hili pia umeshalitolea maelekezo. Tisa, serikali ichukue hatua ya kuboresha mfumo ya kisheria ya usimamizi wa majanga kwa kupanua wigo wa sheria ya usimamizi wa maafa ili kujumuisha majanga yanayotokana na matukio ya uvunjifu wa amani. Maboresho hayo yatawezesha uwepo kwa mfumo wa mawasiliano wakati wa majanga unaohusiana na wadau wote wanaokuwa kwenye majanga kama jeshi la polisi, jeshi la wananchi, jeshi la zimamoto na uokoaji, watoa huduma wa afya na wananchi. Aidha, yafanyike pia mazoezi ya utayari wa wadau wote. Hatua hii itapunguza athari za majanga ya aina hiyo yanapotokea. Mapendekezo ya muda mrefu. Moja, serikali irejeshe uratibu wa vijana wote wanaomaliza kidato cha 6 kushiriki mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kama sharti la lazima ili kuwajengea uzalendo na uwezo wa kujitegemea. Aidha, kuwe na uratibu wa kuwezesha wahitimu wa JKT kujiajiri kwa kuishirikisha sekta binafsi. Na la pili, serikali ibuni na kutekeleza mkakati wa makazi maalum kwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuepuka mgongano wa maslahi na kulinda usalama wao kama ilivyopendekezwa na Tume ya Haki Jinai. Nihitimishe, Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako
mambo mawili matatu. Kwanza, nimetaja baadhi tu ya mapendekezo yaliyomo kwenye ripoti hii, lakini bila shaka wadau mbalimbali watapata fursa ya kuyaona kwa kina ndani ya ripoti yetu, na hali kadhalika tunategemea kwa siku 3 zijazo kukutana na wanahabari pamoja na wadau mbalimbali kwa ajili ya majadiliano mapana na ufafanuzi wa taarifa yetu. Pamoja na ugumu uliotokea Oktoba 29, na kupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuunda tume hii na kutuamini kufanya kazi yenye maslahi mapana ya taifa letu. Tulisikiliza vilio vya waliopoteza wapendwa wao, waliojeruhiwa na waliopoteza mali. Tuliona macho ya vijana waliokamatwa wakiulizwa kwa wasiwasi mustakabali wao tulipowatembelea magerezani. Tulikutana na familia ambazo hadi leo hazijaelewa nini au nani, kwa nini, nani aliyomdhuru mpendwa wao na kwa nini. Lakini pia kwa upande mwingine, tuliona Tanzania yenye upande wa ujasiri, uzalendo na hekima. Tulisikiliza viongozi wa dini wakiomba amani kwa nguvu ya ukweli. Tuliona wazee wenye busara wakitoa maneno ya hekima. Tulipata ushirikiano wa wananchi ambao walikuja kwa ujasiri mbele ya tume, lakini sio hivyo tu, kwa kawaida pia kwa sababu wanalipenda taifa lao. Na kuhusu wananchi na watu waliokuja mbele ya tume, sio jambo la kawaida kwa tume kama hii ya uchunguzi kwa siku 153 kuwasiliana